Elimu ni mchakato wa kumtoa mtu katika hali ya kutokuelewa na kumfanya mtu aelewe, ajitambue, autambue ulimwengu. Kuna aina mbili za elimu: elimu itokanayo na mfumo rasmi wa elimu na elimu itokanayo na mfumo ya maisha ya kawaida au elimu ya mtaani. Nini lengo kubwa la elimu? Elimu ina malengo matatu. Lengo la kwanza la elimu: silaha dhidi ya ujinga. Pili, elimu ni silaha dhidi ya maskini, na tatu ni silaha dhidi ya magonjwa au maradhi. Kwa hiyo tunataka kujua kwamba elimu ni silaha dhidi ya ugonjwa, silaha dhidi ya magonjwa, maradhi na maskini. Kuna changamoto ambazo zinajitokeza. Changamoto ya kwanza ni watu kutokuelewana, makundi mawili ya watu kutokuelewana. Kundi la kwanza ni wale waliopata elimu kutoka katika mfumo rasmi wa elimu, na kundi la pili la watu ni wale waliopata elimu kutokana na mfumo usio rasmi au mfumo wa kawaida wa maisha au elimu ya mtaani. Haya makundi mawili ya watu wakikaa pamoja huwa hayaelewani kabisa, na mimi leo nimeleta suluhisho la utata unao kuwepo kati ya haya makundi mawili. Tufahamu kwamba waliopata elimu kutokana na mfumo rasmi wa elimu hawa watu huwa wana fursa tatu. Fursa ya kwanza, hawa watu wakimaliza elimu yao hii kutoka katika mfumo rasmi, wana uwezo wa kujiajiri, pia wana uwezo wa kuajiriwa na serikali na mashirika yasiyo ya serikali. Pia hawa watu huwa wanatumia elimu walioipata kutatua changamoto na matatizo yanayokumba jamii. Kwa fursa hizo tatu huwa wanazo hawa watu waliopata elimu katika mfumo rasmi. Kundi la pili, watu waliopata elimu kutokana na mfumo wa maisha ya elimu wana fursa mbili. Fursa ya kwanza kujiajiri na fursa ya pili
mbalimbali ambazo zinatumia muda mfupi. Pia hakuna matumizi makubwa ya gharama. Hakuna cha kusema labda wanaweza kalipia ada kubwa katika hizo semina ambazo wanahudhuria kupata elimu mbalimbali. Kwa hawa pia tunawapa heshima yao, kwani hawa watu au kundi hili la watu huwa ni msaada pia katika kuhakikisha hawa ambao wanakuwepo kwenye hii mifumo rasmi au mashuleni wanafanikiwa. Kwa makundi haya mawili yanategemeana. Niombe uelewe kwamba haya makundi yanategemeana. Sasa huko kutegemeana inatuleta pamoja au inayaleta pamoja haya makundi yawe kitu kimoja, pasiwepo na tofauti ambayo inaweza kuleta chuki. Tofauti hizo ziwepo, lakini ziwepo kwa ajili ya kuweka heshima kila upande. Kwa lengo kubwa, elimu inayopatikana inatokana na mifumo rasmi ya elimu, na hii inatokana na mifumo ya kawaida ya maisha. Elimu hiyo huwa inatumika kwa ajili ya kupambana na ujinga, maradhi na maskini. Na pia elimu inayopatikana kwa mifumo ya elimu rasmi, mifumo rasmi ya elimu, na elimu inayotokana na mifumo ya kawaida ya maisha sio rasmi. Lengo kubwa ni kupambana na ujinga